Baada ya miaka mingi ya Forodhani kuwa kivutio cha wananchi na watalii wanaofika Zanzibar, leo sura mpya imeanza kuonekana katika bustani hii maarufu ya Mji Mkongwe. Ni tarehe 8 Agosti 2026, siku moja tu baada ya mamlaka ya hifadhi na uendelezaji wa Mji Mkongwe kukabidhi rasmi usimamizi wa bustani ya Forodhani kwa Baraza la Jiji Zanzibar. Swali ni moja. Je, hatua hii mpya inaweza kurejesha hadhi ya Forodhani na kuifanya bustani hiyo kuwa safi zaidi kuliko awali? Leo eneo la Forodhani limeanza kusafishwa rasmi, huku kampuni ya Sky Cleaning ikianza zoezi la kupiga deki katika maeneo mbalimbali ya bustani hiyo. Lakini kwa nini deki? Baada ya shughuli za biashara za chakula zinazofanyika nyakati za usiku, mafuta na uchafu mwingine huweza kumwagika na kubaki kwenye sakafu. Kadiri ya siku zinavyokwenda, uchafu huo hujikusanya na kuifanya sehemu hiyo kupoteza muonekano wake. Ndiyo maana kwa maagizo ya Baraza la Jiji Zanzibar, zoezi hili limeanza mara moja. Kama usemi wa Kiswahili usemavyo, usipoziba ufa utajenga ukuta. Hatua hii inalenga kuzuia uchafu usijenge mizizi na baadaye kuwa changamoto kubwa zaidi. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkurugenzi wa kampuni ya Sky Cleaning ameeleza namna kampuni hiyo ilivyojipanga katika kuhakikisha usafi wa Forodhani unaimarishwa, akibainisha mikakati yao katika kukabiliana na mafuta, uchafu na changamoto nyingine zinazoweza kujitokeza kutokana na shughuli za kila siku katika eneo hilo. Zoezi hili siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumamosi rasmi, tutaanza kudeki na kutoa mafuta yote ambayo yameganda katika eneo hili la Forodhani. Manake kuna mafuta chini, kwa hiyo tutatumia madawa ya kutosha, tutatumia nguvu ya kutosha kuhakikisha tunatoa mafuta na maeneo yote yanakuwa safi. Kama kilichopelekea hali kwa hivi ni wafanya biashara wanapofanya biashara kwenye haya maeneo, manake kuna mafuta yanakuwa yanamwagika. Yanapomwagika haya mafuta yanasababisha kuganda na kuondoa haiba na uzuri wa hili eneo la Forodhani. Kwa hiyo sisi kama kampuni tutahakikisha mafuta haya tunayatoa na itakuwa ni zoezi endelevu. Manake mafuta tutayatoa kila siku ya Jumapili kuamkia Jumatatu. Manake kwa wiki mara moja lazima tufanye usafi huu mkubwa wa kuhakikisha mafuta yote yanatoka katika hili eneo na hali inarudi kama ya upya. Manake tutahakikisha hivi viluva vyote vilivyokuwepo hapa vinakuwa na rangi yake ya zamani. Elekezo kwa wafanya biashara ni watapewa mfumo na watu wa jiji, kwa sababu wao ndo wanaosimamia haya maeneo kwa sasa. Ina maana sisi kama wasafishaji tutawaomba wahakikishe wanapofanya biashara zao chini mafuta watandike kitu ambacho mafuta yakimwagika manake atakuwa anadondokea kwenye mazulia ambayo yatawekwa na sio chini kwenye sakafu. Ndio maana hali inapelekea kuwa chafu namna kama ambavyo tumeikuta. Sky Cleaning iko vizuri, imejipanga na ipo tayari kuhakikisha maeneo haya yanakuwa safi na salama muda wote. Na kujipanga kwetu ni kwamba tumeweka shift 3 za kuhakikisha haya maeneo yanakuwa safi muda wote. Kuna shift ambayo itaanza asubuhi ya mapema ambayo itamaliza saa 8. Kuna shift itaingia saa 8 kwa ajili ya kuhakikisha haya maeneo yanakuwa safi wakati ambapo watu wanajiandaa kuja zao kustarehe kwenye haya maeneo. Na kuna shift itaingia usiku saa 6 baada ya wafanya biashara kuondoka, watasafisha maeneo yote ya Forodhani. Lengo hasa ni kuhakikisha Forodhani haikai hata na karatasi muda wowote. Kwa hiyo ikumbukwe kwamba haya ni maelekezo kutoka kwa jiji, maanake jiji wao wametuelekeza sasa hivi wanahitaji jambo hili tulifanye kwa mfumo huo. Kwa upande mwingine, wananchi waliokuwepo katika eneo hilo wamepokea hatua hiyo kwa mikono miwili. Wanasema Forodhani si bustani ya kawaida, ni sehemu inayobeba historia, utamaduni na taswira ya Zanzibar. Ni mahali ambapo jioni inapofika, harufu ya vyakula vya baharini, pizza ya Zanzibar, vyakula vingine huwavutia wananchi na wageni kutoka maeneo mbalimbali. Je, bustani hii inaweza kuwa safi bila ushirikiano wa wafanyabiashara na wananchi? Wananchi wanasisitiza kuwa jukumu la usafi si la jiji pekee wala kampuni inayofanya usafi. Wametaka wafanyabiashara kuhakikisha taka na mafuta yanadhibitiwa ipasavyo. Wananchi pia wamepongeza Baraza la Jiji Zanzibar kwa kuchukua hatua ya kuanza usafi mara baada ya kukabidhiwa usimamizi wa bustani hiyo. Usimamizi
nidhamu na ushirikiano wa kila mmoja. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na utawala wa jiji kwa kutuletea usafi ambao tunauona kwa sasa hivi ni uendelevu, kwa sababu tunaona sasa hivi kama mara ya pili kupitia Sky Cleaner ambayo inadhaminiwa na jiji. Kwa hiyo tunaona usafi unaenda vizuri. Tunashukuru kwa hilo, usafi uko sawa. Na sio mara ya kwanza, ni mara ya pili sasa hivi tunaona, na hisi tutakuwa ni endelevu. Usafi uwe endelevu, yani sio iwe kwa sababu ni mara ya kwanza na ya pili ukaishia hapa. Tunaomba uwe endelevu. Usafi yani uendelee hivi hivi katika mji wetu. Kwa wafanya biashara hili ni kweli tatizo kubwa, kwa sababu tukipita tukienda mazoezi muda wa asubuhi tunaiona hali sio nzuri. Kuna maji, mafuta, majivu. Kwa hiyo wale wanaofyagia wanapata changamoto kubwa. Kwa hiyo tunaomba wafanya biashara wahakikishe wanatunza mazingira vizuri kwa vile tulivyokubaliana, yani waeke na ile mikakati ambayo inawekwa na jiji la Zanzibar. Kwa hiyo tunaomba hali ya usafi imarishwe vile tunavyohitaji. Forodhani ni urithi wa Zanzibar, kioo cha mji mkongwe, na kama kioo kinavyohitaji kusafishwa ili kuonesha sura halisi, vivyo hivyo Forodhani inahitaji kutunzwa ili iendelee kuonesha uzuri wa Zanzibar kwa wenyeji na wageni. Kwa wananchi ni kwamba sasa hivi tubadilike, manake tutoke kule ambapo tumezoea. Hali ya Forodhani tunaiua kwa sababu wanapofanya biashara zao hawana mfumo mzuri wa kuhakikisha wanayalinda haya mazingira. Kwa hiyo jiji wamekuja na mfumo wao mzuri, lakini na sisi kampuni tunatoa wito kwamba wahakikishe wafanyabiashara wanayatunza mazingira, takataka zao watie kwenye madustbin, wanatupa chini. Yani lengo hasa tunataka tufike walipofika wenzetu. Kwa hiyo wito wangu wafanyabiashara waelimike na wahakikishe wanapofanya usafi kwenye maeneo, wanapofanya biashara zao, usafi ndio jambo la msingi. Usafi unavutia watalii, usafi unavutia biashara yako, usafi unapendezesha mji na eneo ambalo unafanyia kazi. Kwa hiyo niombe tu kwamba fanya biashara tuhakikishe tunayalinda mazingira yetu, hasa hapa katika maeneo ya Forodhani kwa muda wote. Forodhani mpya imeanza kuonekana kwa ihsani ya Asam Electrical Company Limited, imeandaliwa na Hamis Juma na kusimuliwa nami Alexa Madaha.